Asante sana bwana mtangazaji, na tunashukuru kuwasiliana nawe saa kama na hizi katika hali ya kutaka kukujuza kuhusu yale yanayojiri huko kwenye maeneo ya Rubezi. Mimi naitwa Strategie na Mugamba, msemaji wa kundi la CPLC Bar-FABB. Kijeshi linaongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngomanzito ambaye pia ni kiongozi wa unité spéciale wa Wazalendo kwa kuendesha operation kusini mwa jimbo la Kivu ya kusini, na pia kundi hilo kisiasa linaongozwa naye Gabriel Gatabishwa. Kwa sasa bwana mtangazaji, baada ya mapambano ambayo yaliweza kuripotiwa tarehe 19 Mei mwaka wa 2026, mapambano hayo yaliweza kuurindima ni pale ambapo waasi wa M23 wanaoshirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara na Twirwaneho pamoja na FNL waliweza kuanzisha shambulizi asubuhi mapema dhidi ya ngome za jeshi la taifa pamoja na wazalendo wa CPLC Bar-FABB. Ilikuwa ni kwenye mida ya saa 11 asubuhi. Mapambano kabisa yaliweza kurindima mchana wote hadi kufikia hapo jioni, nafasi ambapo wazalendo walifaulu kuwarudisha nyuma waasi ambao walikuwa wanatamani kutafuta njia wapenye ili kwamba waelekee kwenye maeneo ya Lulimba na kisha wafungue njia wajielekeze kwenye jimbo la Tanganyika na pia wajielekeze kwenye jimbo la Manyema katika hali ya kutaka kutimiza mradi wao wa kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama walivyoamriwa naye rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame. Kwa mtangazaji, utafahamu kama kuna mbinu ambayo iliweza kuanzishwa, ni mradi. Kuna mradi ambao uliweza kuanzishwa na nchi za Umoja wa Ulaya, nchi za Jumuiya ya Ulaya pamoja na baadhi ya nchi za barani Afrika waliweza kuunga mkono jeshi la Rwanda wakitamani kupora rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na waliweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa za jimbo la Kivu ya kusini na jimbo la kaskazini. Kwenye maeneo ya Rubezi bwana mtangazaji, ni kwamba waasi waliweza kurudishwa nyuma na hawakufaulu kupenya ili kwamba wajielekeze nafasi ambapo walikuwa wanatamani kujielekeza. Nilisema kwamba nia yao ni kuweza kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia yao ni kuweza kupora rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia yao ni kuweza kufuta historia ya nchi ya Kongo, walete maeneo mengine ambayo hayajulikani katika katiba na ambayo haikubaliani na miradi ya raia wa Kongo. Raia wa Kongo ana nia ya kuweza kuishi kwa amani, kuendesha shughuli zake kwa amani na pia watoto wasome kwa amani, lakini jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao wana nia nyingine ya kugawa nchi hii, alafu wakongomani wabaki watumwa wao. Wazalendo pamoja na jeshi la taifa ndio maana waliweza kusimama, kwa sababu wanatetea nchi ya Kongo na pia waliapa kuweza kulinda usalama wa raia na mali yao, na walifaulu kabisa kuweza kurudisha waasi nyuma. Mpaka sasa tunavyoongea nao bwana mtangazaji, Rubezi hali ni shwari na M23 hawatafaulu kupita, ingawa wanakuja kwa wingi, wanatokea kwenye maeneo ya Kaziba wakipitia Rurambo, wakipitia Muramvya hadi kufika Minembwe na kufika Rubezi wakitamani kujielekeza kwenye jimbo la Tanganyika, lakini wazalendo wanabaki imara na wataendelea kutetea udongo wa mababu zetu hadi mtu wa mwisho, kwa sababu hatuna nchi mbili. Nchi ya Kongo tukipoteza hatuwezi tukapata nyingine, na kokote ambapo tutaenda kila mtu atatucheka, kwa sababu tuna uwezo, tuna vijana, tuna nguvu, tuna mali ambazo tunaweza tukatumikia kwa kuweza kulinda usalama wa nchi yetu.
yetu. Bwana mtangazaji, changamoto ni nyingi, lakini haiko kila mambo ndio wanasemaka kwenye media. Sisi ni vijana hodari ambao tuna nia, tulichukua silaha tukiwa na nia, na nia yetu ni kulinda usalama wa raia na mali yetu. Hata hivyo tunaweza kukawa matatizo madogo madogo, lakini hayawezi kama yakatuzuia sisi kuweza kufikia malengo yetu, kwa sababu malengo yetu si mengine, ni kulinda usalama wa nchi yetu. Malengo yetu si mengine, ni kwamba kuweza kuzuia uporaji wa mali yetu usiweze kufanyika. Utakumbuka kwamba yapata sasa miaka 9 vijiji kadhaa kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga, Itombwe viliweza kuunguzwa na waasi wa Twirwaneho wakishirikiana na wale wa Burundi wa Red Tabara, alafu wakakuja kujiunga na M23. Vijiji kadhaa viweza kuunguzwa, waliweza kupora mamia ya mang'ombe, mamilioni ya mbuzi, mamilioni ya kondoo, lakini kama haingekuwa wazalendo kusimama, maeneo ya nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga haingekaliwa tena na watu, kwa sababu nia ya adui ilikuwa ni kumaliza raia wote kwenye maeneo hiyo, kisha wadhibiti kwenye maeneo hayo na waweze kutekeleza miradi yao ya kugawa nchi ya Kongo, kuanzia kwenye maeneo ya nyanja za juu za Uvira, Fizi, Mwenga na pia huko kwenye maeneo ya Itombwe. Ujumbe wetu ni kwa raia wa Kongo. Raia wa Kongo wabaki chonjo, kila mtu sehemu anayopatikana ashiriki kwa kulinda mipaka ya nchi yetu, kwa sababu nchi hii tukipoteza kila mtu atatucheka. Nimesema kwamba tuna nguvu za kuitetea, tuna nguvu za kutetea udongo wa mababu zetu. Hiyo ni moja. Pili, ujumbe kwa mashirika ya kihutu ni kwamba waweze kuwapelekea maelfu ya wakimbizi wanaopatikana kwenye maeneo hayo chakula, mavazi, na pia watoto wengi hawasomi kwa sababu mashule ziliweza kuunguzwa, makanisa ziliweza kubomolewa, wakati ambapo vijiji vyao viliweza kuunguzwa na waasi wa M23 pamoja na washirika wao wa Twirwaneho, Red Tabara na pia FNL. Ujumbe kwa waasi ni kwamba Kongo hii ni nchi yetu, hatuwezi tukaiacha itawaliwe na yeyote ambaye ana nia ya kuigawa. Tuna shabaha ya kuweza kulinda usalama wetu, na pia tuna shabaha ya kuweza kupigana na kila yeyote ambaye atakuja na nia ya kutamani kugawa udongo wetu hadi mtu wa mwisho, ili kwamba tuhakikishe kama Kongo nasi tunapata amani kama vile nchi zingine. Wengine wanaishi kwa amani katika nchi zote za maziwa makuu, tukitaja Rwanda, Burundi, Uganda na nchi za East Community, nchi za Tanzania, Kenya, Ethiopia, wanaishi kwa amani, lakini sisi tunaishi kwa shida. Miaka nenda tunakimbia, miaka rudi tunafunga virago, tunahama kwa sababu ya utovu wa usalama. Ndio maana wazalendo kwa hiyo walisimama ili kwamba walinde usalama wa mababu zao, walinde usalama wa udongo wetu, wazuie uporaji wa mali yetu, na pia wapiganishe shughuli au nia ya kutaka kugeuza historia ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe wetu kwa Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi Tshilombo ni kwamba wazalendo bado wangali nyuma yake. Wazalendo wanatumika chini ya uongozi wake, na kamwe wazalendo hatutapingana na rais, kwa sababu Felix Tshisekedi anaonekana kama mzalendo bora ambaye ana nia ya kuweza kuheshimisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kweli amechukua utawala wakati mgumu na amepata magumu mengi na changamoto kadhaa, lakini sisi wazalendo tuko nyuma yake na tunamwahidi kwamba tutapigana hadi damu ya mwisho ili kwamba nchi ya Kongo iweze kupata amani. Kwa jeshi la taifa ni kwamba
sisi tutashirikiana nao sambamba, tutashikana mkono kwa mkono ili kwamba tuweze kupiganisha adui. Lakini kwa yule ambaye anapatikana katika jeshi la taifa na ambaye bado angana natumika na adui, ule hatutakuwa naye, sababu nchi ya Kongo ina nia ya kutumika na wazalendo halisi, watu ambao walijitoa kwa kuweza kuipigania, watu ambao walijitoa kwa kuweza kuilindia heshima, kwa sababu nchi yetu inazaraulika kutokana na jinsi baadhi ya maofisa wa jeshi la taifa wanaendelea kutumika pamoja na adui. Wanamtangazaji, acha tuseme kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo vijana wanaopatikana kwenye uwanja wa vita wanapitia. Vijana wanaweza wana nia ya kupata chakula. Wakipewa chakula, natumaini kwamba wataendesha kazi yao vizuri, na pia wakipewa makoti za baridi na bila kusahau viatu. Maeneo ambamo tunaendesha operation huko Rugezi na kando kando ni maeneo ambamo hatari ni nyingi, vijana kuumwa na nyoka na mengine. Wakati ambapo wanapewa viatu ambavyo vitawasaidia kuendesha operation vizuri, ni katika hali ya kuwasaidia na pia kuweza kupigana vilivyo na zile changamoto ambazo vijana wanapitia. Chakula kwenye fronia, lazima kupata kiatu kwa upande wa askari, nayo pia ni lazima, na mwisho kupata pia koti nzuri ambayo itazuia baridi, kwa sababu maeneo ya Rugezi kuna baridi kali sana, na baadhi ya vijana wanapatwa na maradhi kwa sababu ya hali ya hewa. Lakini wakati ambapo ana koti itamsaidia kuweza kupambana vilivyo na hata